الحمد لله جل شأنه شيء عن شيء، فالله جل جلاله هو قادر على أن يخلق الخلق من العدم إلى حي الوجود، وهو قادر على إعدامها. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من أصحاب النار. أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فإنه لا فوز إلا على المتقين. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa ambazo zinaendana na utukufu wake na ukubwa wake Allah subhanahu wa ta'ala, swala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini pia ziwaendee masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Kwa hakika mwisho uliokuwa mzuri, maisha yaliyokuwa mazuri katika maisha haya ya dunia na maisha ya kulele ya milele ya akhira hayatakuwa yenye saada isipokuwa kwa wale ambao watakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaomba Allah atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao wanamcha. Enyi ndugu zangu katika iman, kathiran ma aqul taghayyarat almizan alwara, mara nyingi huwa napenda kusema ya kwamba lau dunia tulionayo kwa sasa ukaipima kwa mujibu wa Qur'an ilivyoeleza, ukaipima kwa hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam zilivyoeleza, qad tajidu anna ad-dunya taghayyarat mawazinuha wa nahnu la nash'ur. Unaweza ukagundua na kutambua ya kwamba dunia ya sasa, walimwengu wa sasa, mizani ya usawa imebadilika na sisi hatufahamu. Fi duniana hadha, katika dunia yetu ya leo, katika zama zetu za leo, asbaha as-sadiq yukadhabu wal kadhibu yusaddaq. Imekuwa kwa sababu vipimo vimebadilika, yule ambaye ni mkweli na mzungumza mkweli anapingwa na kukemewa vibaya sana, na yule ambaye anayezungumza uongo na kuwapamba watu kwa maneno ya uongo yasiyokuwa na uhalisia, huyu ndio akawa anashangiliwa na kuona ni bora katika jamii. Wa asbaha adh-dhalim huwa al-adil wal-adil huwa adh-dhalim. Na dunia yetu imekuwa yule ambaye ni dhalim, ni fisadi katika ardhi, ni muharibifu, akawa katika jamii fulani akisifiwa akaambiwa yule ni kilume anatufaa sana. Wasalih, na yule ambaye anaweza kuwa ni bora kwa kukaa na kusifiwa kwa nafasi hii, akaonekana huyo ndio mbaya ambaye hastahiki. Wa asbaha alhaq huwa albatil walbatil huwa alhaq.
na imekuwa mizani ya kwamba haki ndiyo inaonekana ni batili. Wewe kuzungumza usawa, kuzungumza haki na kuelekeza watu jambo lililokuwa sahihi, wewe unaonekana unaleta vurugu, wewe mtu mbaya sana. Wal batil, na yule ambaye ni mtu wa batil au na batil katika jamii, huwa alhaqu. Dunia yetu ya sasa imekuwa ndiyo haki, ikipigiwa debe, ikitangazwa, ikilindwa, ikiheshimiwa kuliko haki. Wal asaf thumma al asaf, na masikitiko yaliyokuwa makubwa, anna almuslimina asbaha minhum, na waislamu walioachiwa Qur'ani wakaachiwa mwongozo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asbaha ba'dhum minhum, baadhi yao wamekuwa ni miongoni mwao. Leo hii kila ambalo lililokuwa zuri, kila ambaye anayetaka usawa, kila ambaye anayetaka ukweli, huyu ndio ambaye anayepigwa vita. Wa asbaha amrun, na limekuwa jambo moja ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza ndani ya Qur'ani ya kwamba aqibatuhu wakhima, mwisho wake ni mbaya sana. Unasun la yubaduna anhum indama yaf'alun, watu hawalijali kabisa wakati wanatekeleza na kulifanya. Kaannahum yaishuna au sawfa yaishuna dahra, kana kwamba wao wataishi katika mgongo huu wa ardhi milele. Wa huwa adh-dhulm, jambo ambalo limekuwa ni kawaida katika jamii ya Kiislamu na wasiokuwa Waislamu, na ni jambo ambalo limepituka hata haki za kibinadamu, sawa sawa ni Muislamu au sio Muislamu. Huwa dhulmu, ni watu kuwa wanafanya jambo la dhulma, watu wakawa yule mwenye uwezo wa cheo, wasiokuwa na nafasi mfano wake wanapata tabu kupitia yeye. Yule ambaye mwenye mali, wasiokuwa na mali wanapata tabu kupitia yeye, na wala hajali anavyowaonea na kuwasumbua. Yule ambaye ana umaarufu, wasiokuwa umaarufu anatumia umaarufu wake kufanya vile ambavyo anavyotaka yeye. Hakadha asbaha alalam, hivi ndivyo ambavyo imekuwa umefikia ulimwengu na jamii tunayoishi nayo kwa leo. Enyi ndugu zangu katika imani, hakika ya dhulma, watu kudhulumiana, imma mali, imma wengine wakatoana mpaka uhai, imma wengine wakamwaga damu za watu dhulma, imma wengine wakala mali za watu dhulma, imma wengine wakaua watoto wa watu dhulma, na wengine wakawasababishia kufukuzwa kazi, na wengine wakawasababishia hili na lile, wengine wakaiba ardhi, wengine wakatapeli majumba, wengine wakafanya hivi. Hadhihi au hadha al-amru muharramun fi kitabin wa sunna wal ijma', jambo hili ni haramu sawa sawa anayelifanya ni Muislamu au si Muislamu, kwa mujibu wa Qur'an na hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka kujua uzito wake, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hadithi al-Qudus, ya ibn Adam, enyi wanadamu, inni haramtu dhulma ala nafsi, hakika mimi nimejiharamishia dhulma, wadhulumu watu, ala nafsi, mimi mwenyewe, myself, nimefanya jambo hilo ni haram. Mtu vile atakavyofanya ndivyo ambavyo atakavyolipwa. Ukifanya mazuri, Allah atakudhulumu hata chembe ndogo ya hardali utaikuta. Tumballa tujalie tu miongoni mwa wenye kufanya mazuri, lakini pia ukifanya mabaya, Allah atakulipa kutokana na ulivyofanya. Sasa waja'altu bainakum muharrama, baada ya kujiharamishia mimi mwenyewe na kati yenu nyinyi walimwengu nimefanya ni jambo la haram, fala tadhalamu, msije kuthubutu kabisa kudhulumiana. Allah tuepushe tusiwe miongoni mwa wenye kudhulumiana. Ndugu zangu katika imani,
Kwa hakika dhulma ulama wameigawanya katika sehemu 3 au 2 biikhtilafi aqwalihim. Imma dhulma yaweza kuwa mtu anajidhulumu mwenyewe nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ndani ya aya moja aliwagawa watu katika makundi matatu. Akasema thumma awrathna alkitaba alladhina safaynahum min ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Kwa hakika tumewarithisha kitabu wale ambao tuliowachagua katika waja wetu. Katika hawa waja wetu minhum zalimun li nafsihi, wapo ambao wanaojidhulumu nafsi zao wenyewe. Nakupeni mifano. Ukiacha kuswali humkomeshi yoyote, umejikomesha mwenyewe nafsi yako, umedhulumu nafsi yako mwenyewe. Ukiwa una uwezo wa kusaidia maskini hukusaidia, umejikomesha mwenyewe amama Allah subhanahu wa ta'ala. Una uwezo wa kwenda hija, hujaenda, humuathiri yoyote maskini yoyote, humuathiri kwa chochote, umejidhulumu nafsi zako. Na zimekuja ayati kadhira, aya nyingi zinaeleza kwamba wapo ambao wanajidhulumu nafsi zao, na Allah subhanahu wa ta'ala asema ndani ya Qur'ani, mimi siwadhulumu waja wangu walakin anfusahum yadhlimun, lakini wao wenyewe ndio wana tabia ya kujidhulumu. Allah subhanahu wa ta'ala tuambia atuepushe tusiwe miongoni mwa hawa. Wa pili au dhulma ya pili ni ashirku, kumshirikisha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala katika madhambi makubwa aliyoyataja aliweka ya kwanza katika madhambi makubwa ni shirki, ya kumshirikisha Allah. Allah tuepushe tusiwe miongoni mwa hao. Lakini ya tatu ambayo ndiyo maudhui yangu ya leo huwa adh-dhulmu al-aqarib, ni watu kuwadhulumu ndugu zao, kuwadhulumu watu wanaoishi katika jamii yao. Imma kwa cheo chake akafanya dhulma, akawa akila rushwa, imma kwa nafasi yake na mali zake, imma kwa umaarufu wake, imma kwa hali yoyote ambayo Allah amemjalia akawa ana sifa hii. Hii ndiyo ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alizungumza, akasema ithnani au thintani yuajjalu lahum al-iqabu fi dunya. Watu wa aina mbili Allah hasubiri kuja kuadhibu akhira, adhabu yao huwa wahishia haraka duniani. Ukisikia Waswahili wanasema malipo ni hapa hapa, basi mtume wetu Muhammad anasema watu wa aina mbili adhabu zao Allah walipa hapa kabla ya akhira, na huko wanayasubiri. Mtu wa kwanza mtume akamtaja akasema al-baghyu. Mtu wa kwanza ambaye lazima malipo yake utayapata hapa ikiwa umetekeleza jambo hilo ni al-baghyu, ni mtu kumdhulumu Muislamu mwenzake kwa hali yoyote, au asiyekuwa Muislamu. Umemdhulumu mwanadamu kwa kusudi, kwa nafasi yako, hapa duniani Allah subhanahu wa ta'ala analipa. Enyi ndugu zangu katika imani, kwa hakika Al-Imam Adh-Dhahabi kwa kutolea mfano katika kitabu chake Al-Kabair, wakati anaelezea madhambi yaliyokuwa makubwa, alieleza kisa ajiba, kisa cha ajabu ambacho kimemtokea yeye mwenyewe kwa macho yake. Anasema fi kathiri min az-zaman au madha az-zaman, muda uliopita nyuma, Imam Dhahabi anasema katika kitabu chake ya kwamba kulikuwa kuna bwana mmoja maqtu'ul yadi. Yule bwana mikono yake ilikuwa imekatika, maqtu'ul yadi, mkono wake mmoja umekatika. Fa hadha ar-rajul, huyu bwana alikuwa akitembea fi nahari, mchana, wayakulu, na akawa anasema marani fala yadhlimanna, yoyote ambaye ananiona mkono wangu huu ulivyokatika, fala yadhlimanna, asithubutu kabisa kumdhulumu mtu. Anatembea barabarani akisema marani fala yadhlimanna, yoyote ambaye atakayeniona na hali yangu hii asithubutu kabisa kudhulumu. Al-Imam Adh-Dhahab anasema faatahu ar-rajul wa sa'alahu ma qissatu.
wewe bwana, mbona unatembea barabarani, wewe ni kilema, ni kiwete, mkono mmoja hauna, kisha unalalamika na kusema yeyote atakayeniona asidhulumu. Ma qissatuka, umepatana nini? Akamwambia qissati ajiba, mimi nimepatwa na kisa, historia ngumu sana ambayo mpaka leo najutia katika maisha yangu na sijui kwa Allah subhanahu wa ta'ala nitasema nini. Akamwambia kwani kimekupata nini? Ambavyo alivyojibu kila mmoja apaswa kuweka katika akili na amwombe Allah subhanahu wa ta'ala amuondoe katika dhima hii kabla hajaondoka duniani, kwa sababu kila dhambi kwa Allah hulipwa dhambi, kosa kwa utalipwa adhabu, lakini kosa la dhulma Allah subhanahu wa ta'ala anaacha siku ya kiyama mmalizane na uliyemdhulumu. Inakuwa vipi? barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wa ba'd. Huyu bwana baada ya kuwa anaulizwa kimekupata nini wewe mpaka unatembea unalalamika hivi, akasema kana min almadhlum, yeye alikuwa ni miongoni mwa kikundi au kikosi au ni viongozi, pengine alikuwa ni katika wenye kudhulumu, wanaodhulumu watu, wanawaonea watu. Siku moja marartu bisayat in lam akhta, siku moja anasema nilipita kwa mvuvi amevua samaki, faraaitu samakata indahu, nikamwona yule bwana ana samaki kwake yeye. Yule samaki alikuwa ni mkubwa mzuri, faajabatni, akawa amenipendeza na kumtamani kwenda kumchukua. Faataitu hadha ar-rajul, nikamfuata bwana huyu, faqultu lahu a'tini hadhihi samaka, nikamwambia bwana nipe samaki huyu. Faqala ar-rajul, yule mvuvi akamwambia hadhihi samaka abiuha li'iyari, huyu samaki nimemweka hapa mimi nataka nimuuze ili nikahudumie familia yangu, tafadhali kama una hela nipatie, hauna basi niache niwauzie wengine. Bwana huyu anasema fa akhadtuha qahra, nikamchukua yule samaki kwa nguvu kwa sababu na uwezo hana cha kunifanya. Kisha fantalaqtu, nikaondoka, nikamwacha yule bwana ananungunika lakini ndo hana cha kunifanya. Na wallahi katika dunia yetu ya leo wapo ambao haki zao zinaondoka wanazitazama hivi na hawana cha kufanya. Toba Allah subhanahu wa ta'ala awalipe yale ambayo yanastahili wenye kudhulumu. Kisha huyu bwana anasema nilipoondoka, fainama fi tariq, fabainama ana fi tariq, wakati nipo njiani, idha adhani as-samakatu, yule samaki nilikuwa nimembeba katika mikono yangu, ghafla adhani, alining'ata katika kidole. Alimoning'ata, fasha'irtu bi'alamin shadid, nikahisi maumivu makali sana na kushangaa, nikaondoka moja kwa moja mpaka nyumbani. An-Nasri nasema usiku fa akhadtu wa ra'imtu, nikawa nasikia maumivu na kidole kile kinavimba. Fa inama asbahtu ra'aytu at-tabiba wa iltaqaitu bit-tabib, nilipoamka asubuhi nikaenda moja kwa moja kwa daktari, nikamuuliza, nikamwambia bwana kuna jambo hapa. Alipoona akamwambia mkono wako ninavyoona kwa dalili zinazoonyesha hicho kilichokufanya wewe uvimbe, fihi al-akla, naona ndani yake kuna ugonjwa wa kansa. Idhan la tariq li shifai hadha, hakuna njia ya kuponya kidole chako illa qat'iha, isipokuwa ni kukikata hicho kidole chake. Huyu bwana akasema fakutia ibhami, kidole changu kidole gumba kikawa kimekatwa. Fatahaba al-ayyam, siku zimeenda, kidonda hakiponi. Narudi kwa daktari, anasema wallahi al-akla mazara, ugonjwa wa kansa bado upo, unaonesha bado upo. An-naqta'a kaffaika, na kuepusha ili usipande juu zaidi, tukate kiganja chako cha mikono, tukate kiganja chako, pengine inaweza ikaishia hapa.
ukakatwa kiganja chake kikakatwa. Baada ya kukatwa kiganja chake, siku zimeenda, kidonda hakiponi. Anamrejea daktari, anamwambia ugonjwa umeshapanda, al-aklata kad istasaada, ugonjwa wa kansa umepanda. Faquti'a sa'idaihi, ndio inasema akakatwa katika fundo yake ya mguu, sa'idahu, ukawa umepakata mkono wake hapa. Siku zimeenda, ugonjwa hauponi. Ikafikia wakati akaambiwa, ukimaliza ugonjwa huu mkono wako, moja kwa moja utaenda kuathiri moyo wako, utaanza kuathiri mwili wako kwa ujumla. Kwa hiyo ni bora tukate mkono wako katika bega lako. Alipoambiwa hivi, akamwambia, lakini wewe kwani ulifanya nini? Chanzo hasa ilikuwa nini? Huyu bwana akamwambia, chanzo ilikuwa ni bwana huyu, kama nilivyokuhadithieni na kuambieni ya kwamba nilikuwa tunamuuza samaki ili mdhulumu samaki wake. Akamwambia, hapo huwezi ukapona mpaka urejee ukamwambie na kumwomba msamaha yule ambaye uliyomkosea. Nasi inasema akaenda akamwambia, wa illa afauta anni, kama hutanisamehe leo niko chini ya miguu yako, kama hutanisamehe mimi sitoki hapa mpaka unisamehe. Huyu bwana alodhulumiwa shasahau, hajui, anamshangaa, anamwambia, mabaluka, wewe una tatizo gani, una shida gani? Anamwambia, mimi ni yule ambaye nilikudhulumu samaki wako. Huyu bwana aliyedhulumiwa, fashaka qalbu, moyo wake ukapata na huruma, akamhurumia, akamwambia, mimi nimekusamehe. Baada ya kusamehewa, akamwambia, hal da'auta alayya, lakini niambie, uliniombea vibaya dua kwa Allah, ilikuwa vipi? Mbona ilikuwa hivi? Anamwambia, qultu, ni kweli mimi niliomba dua kwa Allah kwa sababu nimedhulumiwa, sina uwezo wa kupambana na wewe, wewe unajiweza, una kila kitu. Nilimwambia Allah maneno haya, Allah, innahu qad akhadha mali samakati biquwwatihi wa qahri, ewe Allah, huyu bwana amechukua samaki wangu kwa nguvu zake na uwezo wake. Fa'arini alayhi quwwataka, Allah nionyeshe na mimi nguvu zako kwa huyu bwana. Haya maneno niliyosema kisha nikapuuzia. Ndivyo ambavyo akasema yule mmoja wa mwana mashairi, akasema, la tadhlimanna idha ma kunta muqtadira, wewe usifanye dhulma eti kwa sababu una uwezo wa kudhulumu, ukamdhulumu mtu pesa yake, ukamdhulumu mtu mali yake, ukamuoa, ukamtapeli, ukafanya hivi kwa sababu una uwezo, hana cha kufanya. La tadhlimanna idha ma kunta muqtadira. Kisha akasema, tanamu ainaka wal madhlumu muntabihu, wewe uliyodhulumu unalala, hujali, umeshakula, umemaliza, na yule uliyemdhulumu yeye muntabihu, ameamka usiku, anamuomba tadur alaika, akikuombea wewe dua mbaya. Wa ainullahi lan tanami, na jicho la Allah subhanahu wa ta'ala halijalala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anasema, ittaqu da'wata al-mazlum, ogopa sana maombi aliyedhulumiwa. Kwa hali yoyote uliyemdhulumu akakaa chini akamlilia Allah, fulani simwezi kwa lolote, kwa chochote, ananiweza kwa chochote anachotaka, lakini Allah wewe unamweza, okopa dua ya mtu huyo. Kwa nini? Fa innahu laysa bainaha wa baina Allah hijab, maombi haya hayana pazia baina ya bwana huyu na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna pazia, yanaondoka moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, tuokoe kutokana na madhalim. Ewe Allah subhanahu wa ta'ala, wajalie wote ambao wana tabia ya kudhulumu waweze kuacha dhulma zao kabla ya kuondoka akhera. Ndugu zangu katika imani, muda umeyoyoma, lakini nikwambieni ya kwamba kuna watu ambao huwa tunajidanganya, tunachukua mali za watu kwa dhulma, kisha tunasema nitatubia, nitaenda hija. Tunachukua mali za watu dhulma, kisha unasema nitatubia, nitajenga msikiti. Unachukua mali za watu dhulma, kisha unasema nitatubia, nitatoa sadaka, nitasaidia maskini. Kisha wanajidanganya kwamba kwa Allah watakuwa wamemaliza mgogoro. Wallahi hujamaliza mgogoro kwa hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Siku moja mtume wetu Muhammad anawaambia maswahaba, atadiruna manil muflis, hivi nyinyi mnamjua aliyefilisika? Hivi unamjua aliyefilisika? Anawaambia maswahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mimi ninakuulizeni,
ewe ambaye unayedhulumu, hivi unajua sala yako mbele ya Allah itakuwaje? Hivi unajua zaka yako uliyoitoa na ndani yake kuna mali ya dhulma itakuwaje mbele ya Allah? Unajua hija yako uliyoenda kwa mali ya dhulma itakuwaje mbele ya Allah? Unajuaje sadaka zako ulizozitoa na ndani yake kuna haki za maskini ulizoziwia zitakuwaje mbele ya Allah? Allah sallallahu alaihi wasallam anasema huyu bwana ataletwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha baada ya kufikishwa pale atakuwa anajipa moyo kama tunavyojipa moyo duniani ya kwamba nilitoa sadaka, alhamdulillah, nilijenga msikiti, naam, nilienda hija, nilifanya hivi. Anajifakharisha kwa matendo yake mazuri, lakini kuna haki za watu aliwadhulumu kwa namna yoyote. Mtume anasema fayuta hadha min hasanati, yule ambaye ulikula mali yake inachukuliwa sehemu katika matendo yako mazuri uliyofanya, anapewa huyu. Labda kuna mtu ambaye ulimdhulumu mali yake, kisha zaka uliotoa yale malipo yake akapewa bwana huyu. Wa hadha min hasanati, na yule ambaye ulimwaga damu yake ikachukuliwa sehemu ya matendo yako akapewa huyu. Wa hadha min hasanati, na yule ambaye ulimuua mwanae, ulifanya hivi kama alivyotaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja hapo anataka haki yake, na hakuna anayesema bwana mimi nimekusamehe au nitafutie inshallah mwakani utanilipa hela yangu. Hakuna. Bil hasanati was sayyiat, siku hiyo ni kwa matendo tu, ima yachukuliwe yako mazuri apewe yeye, hakuna ziada ya hilo. Mtume anasema fa in faniyat hasanatu, ikiwa mema ya huyu bwana yataisha, bado kuna watu kibao wamekaa msuru kibao wanakusubiri wewe walipe haki zao, pamoja na haki yao ni kubwa au ni ndogo ulichukulia kawaida, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tahsabunahu hayyinan, hiya nadhani ni kidogo, wa huwa inda Allah adhim, na hali ya kuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa sana, wewe chukulia poa tu. Mtume anasema ikiwa matendo yake yatamalizika mazuri aliyokuwa akijidaia kwamba hayo ndio amesamehewa, ukhidhat min khafayahu, yatachukuliwa makosa ya hawa uliowadhulumu duniani na kula mali zao, fayuta au faturihat alayhi, atapigwa nayo usoni yale mabaya ya wale waliofanya. Pengine kuna mtu alizini, kuna mtu aliiba, lakini una haki yake wewe ulidhulumu huko, wallahi atachukuliwa, kisha madhambi yao utapewa yeye. Kisha Mtume anasema thumma turihatin nar, kisha bwana huyu atatupwa katika moto. Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe tusio miongoni mwa hao. Ndugu zangu katika imani, tujiepushe na dhulma, tujiepushe na kula haki za watu, tujiepushe na kula mali za watu. Ya man taakuluna amwala an-nas litasilu ila al-ulya hal wasaltum, enyi ambao tokea miaka 15 20 nyuma mnakula haki za watu ili mfike katika daraja mlizozikusudia, hal wasaltum, hivi mmefika? Wa antu wa man tuqatiruna al-arhama, enyi ambao mnakata udugu, mnafanya haya na yale litasilu ila al-ulya, ili mfike mnakotaka, hal wa irtahtum, leo mmepumzika? Wallahi hatujapumzika. Na wapo ambao katika aina ya dhulma hii ya kuwadhulumu watu ni kuwashawishi kuingia katika mambo ambayo ni mambo mabaya, mambo ya haramu, mambo ambayo unajua kabisa mwisho wake ni mbaya kwa huyu unayemshawishi, lakini ukaendelea kumshawishi kwa maslahi yako binafsi. Unamshauri mtu achukue jiwe akagombane na mwenye bunduki, unamshauri hivyo, unaambia usikubali. Yani mtu anayebeba bunduki unamshauri mtu achukue fimbo akagombane naye, hapo unamwambia haina shida, mimi niko nyuma. Uko nyuma wewe na yeye yuko mbele, mbele yake kuna bunduki ana fimbo, unamshawishi unamwambia nenda, haina shida. Wallahi hii ni dhulma kubwa. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi na wao, na atujalie tu miongoni mwa wale ambao tunasaidiana na kuthaminiana na kujaliana kama wanadamu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma waffiqna ila ma tuhibbu wa tarda wajannibna amma la tuhibbu wa la tarda. اللهم اهدنا الى صراطك المستقيم صراطك الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم وفقنا الى ما تحبه وترضاه وفقنا الى ما تحبه وترضاه وجنبنا عما لا تحبه ولا ترضاه برحمتك يا من اذا دعي استجاب. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه.